السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معاشر المسلمين, Ramadhani ishamalizika na kuna tatizo moja kubwa sana ambalo kwamba linalowakumba watu wengi. Nikianza mimi mwenyewe binafsi, na nadhani hata wewe unayenisikiliza pia inawezekana unakumbwa na tatizo kama hili. Tatizo lenyewe ni nini? Ni athabatu ala taa baada Ramadhan. Tatizo lenyewe ni kwamba tunakuwa ni wazito sana baada ya Ramadhani kumalizika kuweza au kuwa ni wenye kuendelea katika yale mazuri ambayo kwamba tuliyokuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani. Ramadhani tunakuwa ni wepesi, lakini baada tu Ramadhani inapomalizika tunakuwa ni wazito. Kwa hivyo inshallah taala leo ningelipenda kuikumbusha nafsi yangu na kukukumbusha wewe unayenisikia na unayenitazama kuweza kukuonesha baadhi ya wasail ambazo zitakazotusaidia mimi na wewe kuweza kuwa na thabat, yani kukita kuendelea na ibada ambazo au kuendelea na mazoea mazuri ambayo tulikuwa nayo ndani ya Ramadhani. Tutaeleza wasaili ni nyingi, lakini tutaeleza wasaili 4 peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie hizi wasaili ni zenye kufanya wenye kuzifanyia kazi katika maisha yetu. Ulama wanatuambia wasila ya kwanza ni al-ihtimam bi islahil qalbi. Ni tujitahidi maashara almuslimin, mimi na wewe kuweza kutengeneza mioyo yetu. Njia ya kwanza ya kuweza kuendelea na ibada ambazo tulizokuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata baada ya Ramadhani tunaweza kuzifanya, lakini kwa njia moja ya kwanza ni kuweza kutengeneza mioyo yetu, kama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyotuambia, ala inna fil jasadi mudgha, katika mwili wa binadamu kuna mudgha, kuna kijinyama. Kijinyama kama hichi kikitengea mwili idha salahat, hichi kijinyama kikijitengea salahat jasadul kullu, mwili mzima utatengea. Kwa hivyo maashara muslimin, jitahidi sana. Kama una chuki ndani ya moyo wako, kama una hasadi ndani ya moyo wako, kama una bughdha ndani ya moyo wako, una yoyote moja miongoni mwa amradhi alqulubi katika moyo wako, jitahidi utowe, ndio utakuwa ni mwepesi wa kuweza kuendelea na zile ibada ambazo kwamba ulizokuwa nazo. Lakini lau utakuwa na chochote ndani ya moyo wako miongoni mwa ile amradhi alqulub, basi jua wazi ya kwamba hutoweza kuendelea kuzifanya zile ibada ulizokuwa ukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili, ulama wanatuambia almudawamatu ala al-a'mali walau kanat qalila, ni kujaribu kujitahidi kuendelea, na ndio pale tunasema kwamba tusiwe na zile pressure za soda, yani kwamba ukawa na pressure kubwa mara moja kama vile moshi kisha ukawa ni mwenye kupotea, usiwe mwenye kuonekana katika ibada. La. Ndio angalia hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi inatufahamisha kwamba Mtume alikuwa akiinuka usiku qiyamul layl, anaanza na raka 2 khafifatain, tena raka 2 ambazo kama ni nyepesi, ili kusudi apate kuwa na hamu na ihtimamu ya kuendelea na zile ibada. Kwa hivyo ni muhimu sana almudawamatu ala al-a'mal walau kanat qalila. Jitahidi sana ndugu yangu Muislamu kuweza kufanya amali ndogo tu hata kama ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili amali kama zile hata baada ya Ramadhani uwe na uwezo wa kuweza kuendelea, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amali ambazo kwamba Allah anazozipenda ni zile ambazo kwamba Muislamu, ni zile ambazo kwamba binadamu atakadumu nazo hata zile amali zikiwa ni kidogo. Kwa hivyo njia ya pili ya kukusaidia mimi na wewe ya kuweza kuendelea na ibada ni kuendelea kuzifanya zile amali na kudumu nazo siku zote. Jambo la tatu, maashara muslimin, ni ad-du'a. Dua ni muhimu sana. Angalia kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwambia Mtume, ya muthabbit alqulubi thabbit qalbi ala dinik. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ni kufanya dua kumwambia, ya Rabbi, zile ibada nilikuwa nikizifanya ndani ya Ramadhani hata baada ya Ramadhani, ya Rabbi niwezeshe, ya Rabbi niafikie, ya Rabbi nidumishe katika ibada. Na wallahi tunajua siri ya dua. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu anatuambia niombeni na mimi nitawajibu. Kwa hivyo njia ya tatu ama wasila ya tatu ni kufanya dua kwa wengi, kumwomba Allah tabaraka wa taala. Njia ya 4, maashara muslimin, as-suhbatu salihah au suhbatu al-akhyar, kukaa na watu wema, kutangamana
na watu wema. Hii ni njia mojawapo, utakapowaona na wewe yale wanaoyafanya utataka kuiga na kuigiza yale ambayo kwamba wanaoyafanya, itakuwa ni mwepesi na wewe kuendelea na yale ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya ndani ya Ramadhani. Hata baada ya Ramadhani utakuwa ni mwenye kuendelea nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kuendelea na ibada ambazo kwamba tulizokuwa tukizifanya ndani ya Ramadhani hata baada ya Ramadhani, na mpaka siku tutakapokwenda kukutana na Allah Tabaraka wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.